la Utah nchini Marekani limekuwa jimbo la kwanza kupitisha sheria ya kwanza ya Jumapili. Unakumbuka katika somo letu la sheria ya Jumapili imejitokeza Marekani. Nilikufunulia na nikakuletea ushahidi ya kwamba jimbo la Utah lilikuwa la kwanza pale tarehe 9 ya Januari mwaka huu kutangaza ya kwamba wanataka kupitisha sheria ya kutunza Jumapili kwenye hilo jimbo, ndipo watu waweza kupata muda wa kuweza kufanya ibada zao bila vizuizi. Hiyo ilikuwa tarehe 9. Ilipofika tarehe 13, jimbo la North Dakota nalo likasema ya kwamba hata sisi tunataka kupitisha sheria za kufunga kazi Jumapili, ndipo watu waweze kupata muda wa kuweza kuabudu. Jimbo hilo la North Dakota likawa jimbo la kwanza. Wakafanya haraka maana tarehe 15 wakafanya vikao, wakajadili huo mswada, lakini ukaanguka. Waliounga mkono walikuwa 21 na waliopinga walikuwa 25. Hao wapunge wakauangusha huo mswada kwa kura 4 tu. Sababu waliopeana ni kwamba huo mswada ulikuwa na kasoro fulani. Basi waliouleta wakasema wanaenda kurekebisha, kuukarabati, ndipo waurudishe tena uweze kujadiliwa na kupitishwa uwe sheria. Kipindi hicho tumekuwa tukingoja tuone, je, lile jimbo la Utah mambo vipi? Jimbo la Utah, unakumbuka nikikwambia ya kwamba aliyeleta huu mswada kwenye hilo jimbo la Utah ni mmoja wa wale wa Project 2025, mmoja wa wale walioanzisha hiyo sera na walioiandika, anaitwa mpunge Ken Ivory. Tukawa tunangoja tuone itaenda vipi kule Utah, na cha kushangaza ni kwamba dunia ilipokuwa imelala, wakaupitisha huo mswada ukawa sheria. Wakaupitisha, na hii taarifa imejitokeza tarehe 7 ya mwezi huu wa 3 mwaka huu wa 2025. Ndipo hiyo taarifa inatokezea kwenye jarida moja ya kwamba bunge la Utah, wapunge wamepitisha kwa kauli moja, huo mswada umepita, umekuwa sheria. Mjumbe wa Mungu alitueleza vizuri sana ya kwamba sheria ya Jumapili Marekani haitakuja mara moja kama sheria moja, bali itakuja kama sheria nyingi. Na anasema ya kwamba zitapitishwa na wabunge mbalimbali kwenye maparasa mbalimbali. Nilikuonyesha hilo kwenye lile somo. Kwa hivyo kama haukuona lile somo la sheria ya Jumapili imejitokeza Marekani, basi naweka linki hapa chini kwa description box. Gusa tu hapo na hilo somo litakuja na uweze kulisikiliza kwa ufasaha kabisa. Mjumbe wa Mungu alituambia ya kwamba hizi sheria zinakuja zikiwa nyingi, na unaona zimeanza. Anasema katika kitabu cha Last Day Events, page 133, paragraph 5. When our nation in its legislative councils shall enact laws to bind the consciences of men in regard to their religious privileges, enforcing Sunday observance and bringing oppressive power to bear against those who keep the 7th-day Sabbath, the law of God will to all intents and purposes be made void in our land, and national apostasy will be followed by national ruin. Wakati taifa letu kwenye maparaza yake ya kutunga sheria litapitisha sheria za kufunga dhamiri za watu kuhusiana na upendeleo wao wa kidini, likirasimisha utunzaji wa Jumapili na kuweza kuwanyanyasa wale watunzao sabato ya siku ya 7, sheria ya Mungu itadunishwa kikamilifu nchini mwetu, na uasi wa kitaifa utafuatwa na uangamifu wa kitaifa. Na pia kwenye statement nyingine katika Last Day Events, page 132, paragraph 1, anasema laws
not one law. Inaanza kama sheria nyingi. Laws enforcing the observance of Sunday will bring about a national apostasy from the principles of republicanism upon which the government has been founded. Sheria zinazolazimisha utunzaji wa Jumapili zitaleta uasi wa kitaifa katika kanuni za utaifa ambapo serikali imejengwa. Unaona, mjumbe wa Mungu ametuambia ya kwamba Jumapili haikuji ikiwa sheria moja hivi. Inakuja zikiwa sheria nyingi. Sheria mbalimbali kutoka kwa maparasa mbalimbali ya kutunga sheria nchini Marekani. Mjumbe wa Mungu Ellen White anaeleza vizuri sana ya kwamba hizi sheria nyingi hatimaye zitawekwa kuwa sheria moja kali ya kitaifa. A national act, a national Sunday law. Hatimaye hizi sheria nyingi za Jumapili zitafanywa kuwa sheria moja. Katika kitabu cha Signs of the Times, June 12, 1893, paragraph 6 kwenda mwisho huko chini, anasema Protestants will throw their whole influence and strength on the side of the papacy by a national act enforcing the false Sabbath. They will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppression of conscience. Then it will be time for God to work in mighty power for the vindication of his truth. Waprotestanti wataweka mfuto wao wote na nguvu zao zote kwenye upande wa upapa kupitia kwa sheria ya kitaifa ya kulazimisha sabato ya uongo. Watatia uhai na uwezo kwenye imani chafu ya Roma, watafufua ukatili wake na unyanyazaji wa dhamiri. Hapo ndipo utakapofika wakati wa Mungu kufanya kazi kwa uwezo mkuu ili authibitishe ukweli wake. Hayo ndiyo maneno ambayo mjumbe wa Mungu alisema ya kwamba hizi sheria zitaanza zikiwa nyingi na hatimaye itakuja kupitishwa sheria moja kitaifa. Na anasema ikipitishwa hii sheria moja ya kitaifa, a national act, a national Sunday law ya kitaifa ya taifa nzima, sheria moja kiunganishi, basi hapo ndipo Mungu atahesabu kwamba Sunday law imepita na aanze kazi yake ile ambayo unabii unatuambia. Na zaidi ya hayo, Mungu hakutuacha kwenye giza kwenye hili jambo. Mjumbe wa Mungu tena alionyeshwa ya kwamba hii sheria ama hizi sheria ama huu mfumo ama hizi harakati za kuileta Jumapili hii moja ambayo ni ya unabii, kutimiza unabii wa Ufunuo 13, anasema ya kwamba hizi sheria zitaletwa kwa namna ya ujanja, yani kwa namna fiche. Nia yake na lengo lake litafichwa. Itajificha ndani ya sura ya Ukristo. Zitakuja zikiwa sheria zenye urafiki, sheria zinazoonekana kuutetea na kuuinua Ukristo kwa ujumla. Sikia uone vile mjumbe wa Mungu anavyosema katika kitabu cha Testimonies volume 5 page 452 paragraph 1, anasema the Sunday movement is now making its way in darkness. The leaders are concealing the true issue, and many who unite in the movement do not themselves see whither the undercurrent is tending. Its provisions are mild and apparently Christian, but when it shall speak, it will reveal the spirit of the dragon. Harakati za kuileta Jumapili zinafanyika gizani. Viongozi wake wamelisitiri swala halisi, na wengi wanaojiunga na mfumo huu hawauoni mwelekeo halisi wa swala hili. Ina madai yenye upole
na yanayoonekana kuwa ya Kikristo, lakini itakaponena itadhihirisha roho ya joka. Bwana asifiwe ya kwamba ametuonyesha ukweli wa mambo ulivyo. Na ndio sababu ndugu yangu, ninakuombea Mungu akubariki sana, kwa sababu macho yako yamefunguka. Kwa hivyo sheria ya Jumapili inaletwa ikiwa kama sheria ya kirafiki, inayoonekana kama ya Kikristo, inayotetea maslahi ya Ukristo, lakini baadaye hatimaye itakuja kunena kama joka. Inakuja polepole, haina ukali, sheria nzuri, hata watu hawaoni kwamba ni sheria ya Jumapili, lakini hatimaye inajitokeza na ujoka wake na ushetani wake kabisa. Sasa huu ndio mwanzo wake. Unakumbuka kwenye hili jimbo la Utah, kwa sababu Marekani ina majimbo kama 50 hivi. Haya majimbo yote yana mabunge yao. Sasa kwenye hili jimbo la Utah, ilipofika tarehe 9, tuliona hii taarifa ikisema ya kwamba Latter-day Saints, hapo ni kwenye jarida la The Salt Lake Tribune, Latter-day Saints Republican proposes bill to keep franchise locations from having to open on Sunday. Kwamba huyu mbunge wa Republican ambaye dhehebu lake ama kanisa lake ni Latter-day Saints ama Mormon, amependekeza sheria ya kuwezesha biashara zote kufungwa kwenye siku ya Jumapili. Hapo ilikuwa tarehe 9. Ndipo huo mswada ulipoletwa na mbunge Ken Ivory, yule mwandishi wa Project 2025. Na kweli watu wa Project 2025 wameshika ile ahadi waliopeana ya kwamba kwa siku 180 za kwanza watapitisha sheria ya Jumapili, sheria za kutunza Sabato. Ukweli wameanza, kumbe walikuwa serious na wako serious kutimiza ahadi yao. Kwenye hii passage unaona alisema hivi: mswada huu unahusu kuheshimu imani na maisha ya wale wanaochagua kumiliki na kuendesha biashara, ili waweze kuchagua kutunza siku ya kupumzika au kuabudu. Mbunge Ken Ivory alisema kwenye taarifa mpya iliyotolewa. Huu mswada unawapatia uhuru wa kuitunza ile Jumapili ya kupumzika katika haki na matarajio kwenye katiba ya Marekani. Hiyo taarifa inataja pumziko kuwa ni Jumapili peke yake. Ameelezea vizuri sana huyu mwenye Project 2025 ya kwamba hiyo Jumapili wanataka kupendekeza imepatikana ama imeandikwa na inalindwa kwenye katiba ya Marekani. Kwa hivyo wana msingi kabisa. Na ukumbuke ya kwamba katiba ya Marekani hairuhusu serikali kupitisha sheria zozote za kidini. Hapa sasa wamekiuka katiba, lakini wamezunguka kwa mlango wa nyuma. Wametumia mbinu fulani, mbinu fiche tena kuharibu katiba yao wenyewe. Wametengeneza sheria ya kidini. Kwa hivyo sheria yoyote ya serikali inayohusu dini, inayohusu siku ya ibada, hiyo inaenda kinyume na katiba ya Marekani. Na hii ndiyo inayotimiza Ufunuo 13 ya kwamba watu wote watalazimishwa kuabudu Jumapili. Mjumbe wa Mungu ametuambia wataanza polepole kiurafiki, lakini hatimaye hii sheria itakuja kuwa na makali polepole, makali, na hatimaye itakuwa ile ambayo hautanunua wala kuuza ikiwa hauna hiyo alama ya mnyama. Unabii unaelezea vizuri sana. Ndio maana nakuambia ya kwamba hii sheria imepita kipindi ambapo dunia imeangalia taarifa zingine. Unaona Vatican wanasema Pope ni mgonjwa, macho yote yanaelekea Vatican. Na wengi wanafunzi wa unabii wanang'ang'ana Pope Francis ndiye nabii wa mwisho kulingana na unabii. Sijui ni unabii gani, hilo siingilii. Lakini mizozano iliyopo ni kwamba Pope huyu ndiye wa mwisho, hapana ni ajaye. Wakati hii mizozo inapoendelea, kumbe shetani anakamilisha mipango yake ya kuanzisha Sunday law Marekani. Na wewe mwanafunzi wa unabii unajua hii inamaanisha nini. Sasa hii taarifa imejitokeza kwenye jarida moja linaloitwa The Salt Lake Tribune. Na ndio tuliona tena ilileta ile taarifa pale Januari. Na tena ndio imepepa hii taarifa. Hii taarifa
imeletwa tarehe 7 mwezi huu wa 3. Hii taarifa inasema ya kwamba huu mswada hawa wabunge wa UTA waliupitisha hivi basi wakaenda likizo. Hilo ndilo lilokuwa tendo la mwisho, wakaishia likizoni. Walimeipitisha tarehe 6. Ikaandikishwa tarehe 7 na ikaandikwa na ikatangazwa kwenye majarida ama kwenye vyombo vya habari tarehe 7 mwezi wa 3. Shika hiyo tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Kumbuka haya ni majira ya spring 2025. Kwa rekodi yako ujue ya kwamba sheria ya Jumapili Marekani ya kwanza imeanza kazi tarehe 7 mwezi wa 3 2025, majira ama kipindi cha spring 2025. Mswada wenyewe ndio huu, ndio hii wanasema ya kwamba imepitishwa tarehe 6 na tarehe 7 ikawa registered na inangojea huyu gavana wao aweze kuitia sahihi ianze kazi tarehe 7 mwezi wa 5, ndipo itaanza kazi. Lakini sasa ndipo imepitishwa na inangojea gavana aweze kutia sahihi, maana bunge lishapitisha. Kwenye hii taarifa anaanza vizuri sana ya kwamba wabunge wa jimbo la UTA, legislators. Hili linatukumbusha statement ya Ellen White. Alionyeshwa ya kwamba wabunge, legislators, watungaji sheria ndio wataleta Sunday law waipitishe, ndipo wawapendeze umma, waweze kufurahisha wananchi, ndipo waweze kupendwa na raia na umma. Limetimia. Watungaji sheria wa jimbo la UTA wameidhinisha mswada utakaofanya biashara nyingi zaidi kufungwa lini? Jumapili. Mwishoni mwa kikao cha jumla cha 2025, watungaji sheria wa UTA walipitisha kwa kauli moja sheria itakayowalinda wenye biashara zao kwenye siku ambazo kufanya hivyo kutagongana na imani na mitindo ya kidini. Mjumbe wa Mungu alituambia ya kwamba hii sheria itaonekana ya kirafiki na apparently Christian, ya kwamba inatetea masilahi ya Ukristo kwa ujumla. Lakini kumbuka, wametuambia masilahi ya nini? Ya Jumapili. Wamesema ni gani iko kwa katiba? Ni Jumapili. Na ni gani wanataka kutetea kulingana na mipango yao ya tangu awali na mpaka sasa na kesho pia ni Jumapili. Lakini ona vile wanavyosema. Wanasema sheria hii itafanya maeneo ya biashara kufungwa katika siku kuu za kidini, Jumapili au siku nyinginezo za ibada. Unaona, inaonekana ya Kikristo. Eti natetea siku nyingine za ibada. Sahau. Wao wametuambia ni Jumapili. Hii ni lugha nyingine wanaleta ndipo iweze kupendwa na kupendeza watu waone it's apparently Christian. Bwana asifiwe kwa kutupatia mjumbe wa Mungu Ellen White ambaye ametufungua macho. Inaonekana Christian, inaonekana ikitetea masilahi ya Ukristo na nyingine itakayofuata, lakini hatimaye itakuja kuwa kali na ionyesha ushetani wake ambao ulikuwa umejificha ndani yake. Maana shetani naye anataka aabudiwe kwenye siku yake ya jua, Jumapili, vile ambavyo Mungu naye anaabudiwa kwenye siku yake ya umbaji, Sabato. Anatumia tetesi mbalimbali, mbinu mbalimbali, arguments mbalimbali kutaka kuonyesha ya kwamba Jumapili nayo ni siku ya ibada. Bwana asifiwe, kwa sababu Biblia imesimama imara. Yeyote ambaye amejitolea kufanya mapenzi ya Bwana anashika amri yake ya Sabato vile ambavyo Biblia inaelezea. Anasema ya kwamba inatetea masilahi ya Kikristo. Nataka nikukumbushe jambo moja. Sheria ya kwanza ya Jumapili duniani ambayo inajulikana katika historia, sheria ya serikali ya kwanza hivi, ilipitishwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321 AD na mfalme Constantine. Hii sheria ilikuwa ya kirafiki na ilionekana kutetea Ukristo na ilitetea hata Sabato ya Mungu ya siku ya 7. Lakini unaona yaliyofanyika.
Sabato ya siku ya saba ikatupwa nje, Jumapili ikasimama peke yake. Nimekuonyesha ya kwamba imekutana tena tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Hili sio jambo la bahati nasibu. Hii sio mere coincidence. Hii ni plani kamili ya shetani na maagenti wake. Hii ni plani fiche inayoendelea kutimia. Mbona tarehe 7 mwezi wa 3? Mbona imekutana na imefanana kabisa na ya Konstantini, sheria ya kirafiki. Lakini nabii ametuonyesha hatimaye itatupa Sabato nje, Jumapili iweze kutukuzwa. Sasa sisi ni kungoja tuone hii process inaenda namna gani. Ni nini kitafuata? Maana uhakika ni kwamba sheria ya Jumapili imeanza kazi. Hii ni Sunday law season. Hii ni rasmi sasa. Kwa unabii hili limetimiza unabii. Jambo lingine ambalo ningependa uweze kuliona vizuri sana ambalo limedhihirika wazi ni wakati huu ambapo hii sheria ya Jumapili imeanza Marekani vile imeanza, ishara nyinginezo ambazo zimetabiriwa kwamba ndizo zitaifanya ishike nguvu, ishike mwendo wake ama kasi yake, zinaendelea kutimia. Mjumbe wa Mungu alionyeshwa ya kwamba wakati sheria ya Jumapili inakuja, kutakuwa na majanga ama mikasa ambayo itakuwa inaendelea duniani. Alisema kwamba ni mikasa ambayo itakuwa inaongezeka zaidi na zaidi, itakuwa nzito ama zitakuwa nzito, na anasema zitafuatana kwa karibu, na anasitaja kabisa kwa jina. Anasema tutaona mafuriko ya kizidi, hili likifuata lingine haraka tena ya ajabu. Anasema kutakuwa na matetemeko ya ardhi yakiendelea. Anasema kutakuwa na uharibifu wa moto, mioto mbalimbali itakuwa inachoma dunia. Na anasema ya kwamba mawimbi ya upepo yatakuwa yanaharibu duniani. Haya ndiyo majanga ama calamities ambazo anasema hao wanaoleta Jumapili at some point, kufikia wakati fulani, wataanza kusema ya kwamba ona vile majanga yameongezeka duniani. Inaonyesha ya kwamba Mungu amekasirishwa kwa sababu Jumapili haitunzwi kitakatifu. Kasa nati, ndipo nati itakazwa, watu wote waambiwe waabudu Jumapili. Sasa mjumbe wa Mungu alionyeshwa ya kwamba mkiona haya majanga yanazidi, basi huo ndio wakati. Nakumbuka ni hukumu za Mungu, tulizisoma kwenye somo lingine ya kwamba hizi hukumu za Mungu ni za kuonyesha ya kwamba rehema kwa Sabato inaenda kufungwa, hukumu yetu ianze, watu watiwe muhuri, Mungu apate kundi la kutumia wakati wa onyo la mwisho kwa dunia. Lakini wao watasema ni hukumu za Mungu kwamba Jumapili haichatunzwa vizuri. Alionyeshwa majanga. Acha tusome ndipo usikie lugha ya nabii mwenyewe vile anavyosema. Signs of the Times, January 17, 1884, paragraph 3 kwenda huko chini. Anasema hivi: they will point to calamities on land and the sea, to storms of wind, the floods, the earthquakes, the destruction by fire, as judgments indicating God's displeasure because Sunday is not sacredly observed. These calamities will increase more and more. One disaster will follow close upon the heels of another, and those who make void the law of God will point to the few who are keeping the Sabbath of the fourth commandment as the ones who are bringing wrath upon the world. Watasingizia majanga yanayotokea ardhini na baharini, mawimbi ya upepo, mafuriko, matetemeko ya ardhi, uharibifu wa moto, kuwa ni hukumu zinazoonyesha kukasirishwa kwa Mungu kwa sababu Jumapili haitunzwi kitakatifu. Haya majanga yataongezeka zaidi na zaidi, mkasa mmoja ukifuata mkasa mwingine kwa haraka na kwa ukaribu sana.
na wale wanaodunisha sheria ya Mungu watazingizia wale wachache watunzao sabato ya amri ya 4 kuwa ndio wanaoleta ghadhabu duniani. Kwa hivyo mjumbe wa Mungu amesema mambo gani? Ya kwamba machanga yatafuatana haraka kwa ukaribu na yatakuwa mabaya zaidi na zaidi na yataongezeka zaidi na zaidi. Anasema storms of wind, mawimbi ya upepo ama uharibifu wa upepo, the floods, mafuriko, the earthquakes, matetemeko ya ardhi, the destruction by fire, na uharibifu uletwao na moto. Na unakumbuka ndugu yangu ya kwamba tangu mwaka huu uanze Januari, na nimekuwa nikikuelezea haya ya kwamba machanga mbalimbali yamekuwa yakifuatana, calamities. Hili halichaisha, lingine ndio hilo. Hili halichaisha, lingine ndio hilo. Na ni machanga gani? Haya ambayo yameyataja: moto, mafuriko, matetemeko, mawimbi na uharibifu mwingi. Na haya mambo yamekuwa yakiendelea tangu Januari, hayakomi mpaka hivi sasa ninavyoongea sasa hivi. Yanaendelea, na pia anasema yataendelea kuwa mabaya zaidi, na ndipo hatimaye watasema ya kwamba ona, hata Mungu amekasirishwa kwa sababu Jumapili haitunzwi. At some point, kufikia mahali fulani ama kufikia kwa kiwango fulani, wataanza kusema hivyo. Na hili limeanza. Unaona sasa Jumapili imeanza, Sunday leo imeanza Marekani, mambo haya yanaendelea. Tunangojea tuone haya mambo yataenda namna gani, lakini tunakesha tukiomba na kungoja tuone hii mipango yao wanaitimiza na kuitekeleza namna gani, lakini tayari washaanza. Acha nikuthibitishie ya kwamba haya mambo yanaendelea. Nataka nikupatie visa vichache vya haya majanga ambayo mjumbe wa Mungu amesema. Je, sasa hivi tunavyoongea hivi na wewe, je, yanaendelea? Ndio. Ni mengi, siwezi kumaliza na kuletea machache tu. Maana kwa mfano ukiangalia Marekani imepata visa vya moto zaidi ya 7,000. Uchina imepata visa vya moto zaidi ya 8,000. Ukienda Japani ni hivyo hivyo, imepata visa vya moto tangu Januari mpaka sasa hivi zaidi ya 6,000. Mambo ya mafuriko duniani hata hatuongee idadi. Matetemeko hayana idadi, maelfu na maelfu. Haya mambo yametimia. Sasa mtu wa Mungu, amka tufanye maombi na tufanye commitment ya mwisho kwa Yesu wetu, maana hakika ni kwamba hakuna muda mwingine. Kwa upande wetu sisi wa Sabato, kazi ya Mungu kwetu inaelekea kuisha. Ndipo ipaki kazi ya Mungu kupitia kwetu kwenda kwa walimwengu. Lakini ya kwetu sisi ndani ya Wasabato tuko kwenye masaa ya mwisho. Acha nianze kwa kukuletea visa vichache. Naanza na mafuriko. Mafuriko ya ajabu yameonekana Spain tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu. De loco, tío. Yes. Yes. Hostia. ¿De quién es el coche ese? Está una mujer. ¿Quién está ahí? Joana. ¿A papá? Papá, que se baje el coche. Yo. Calle, calle. ¡Ay, el coche! ¡Ay, el coche! ¿Se fue? ¡Ay, el coche! ¡Ay, el coche! Se nos fue. Se fue. Que tú no se gracia. Alafu angalia ya Brisbane, Australia, tarehe 9 juzi. Tarehe 9. Brisbane, Australia, March 9, 2025. That one's probably yours.
The impact of Cyclone Alfred continues. Nchi ya Thailand nayo imeshuhudia mafuriko ya ajabu tarehe 25 mwezi wa pili mwaka huu kwenye mikoa mitatu, 3 provinces, karibu nchi nzima. Na bado yanaendelea. Haya yote ambayo nimekuonyesha pale bado yanaendelea. Kopangan, Surat Thani, Thailand, February 25, 2025. Today, February 25, 2025 at 11, the Department of Disaster Prevention and Mitigation revealed that there is a flood situation in 3 provinces, namely Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, and Narathiwat. A total of 7 districts, 9 sub-districts, 13 villages with 302 households affected. Na kuleta katika nchi ya Marekani, Florida, tarehe 27 mwezi wa pili mwaka huu. We got some flooding going on. What? There's a car parked right there. Yeah, pull it up in here. Na ya mwisho na kuleta South Africa tarehe 20 mwezi wa pili mwaka huu. Alright folks, this is the volume of water that's exiting my bottom dam at Bonati. South Africa is facing a severe weather crisis today, February 20th, 2025, as heavy rains continue to pound various regions across the country. There's never been something like this in my time, so please be extremely careful downstream. The South African Weather Service has issued an orange level 6 warning, the second highest level, for disruptive rainfall and potential flooding. Visa vya moto vya ajabu vimetokea ulimwenguni. Naanza na Marekani tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025 kwenye mji wa New York. Wildfires ripping across parts of Long Island. Thick black smoke billowing into the sky. Officials telling residents to close their windows and stay inside. The fires not far from the upscale Hamptons area. Major roads nearby shut down. This satellite image shows smoke billowing from the area. Tonight, New York's governor declaring a state of emergency. Officials with this alert for the public. This fire at its largest, which is now still burning, is 2 miles long and 2.5 miles wide. We have a number of minor injuries, but an injury that required transportation to Stony Brook Hospital to their burn center. A 2nd-degree burn on the face of one of our firefighters. Oh my God, it's so bad. Fire burning on the outskirts of Brooklyn too, flaring up this afternoon.
Tena hapo hapo Marekani kwenye jimbo la Carolina, mioto 175, 175 fires, tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu. Firefighters in North and South Carolina are battling a relentless wave of wildfires, with more than 175 blazes igniting overnight due to strong winds and dry conditions. The situation is chaotic and rapidly evolving, especially in Walker's Wood, where the fires have collectively scorched over 4,200 acres, threatening homes and forcing evacuations, state officials reported on Sunday. Nchi ya Japani, moto wa ajabu kwenye mji wa Ofunato tarehe 27 mwezi wa 2 na bado unaendelea.家でしょうか、親でしょうか。火が燃え移っています。Uchina, nchi ya Uchina tarehe 2 mwezi huu wa 3 mwaka huu. A devastating fire broke out in a high-rise apartment complex in Gwangju, sending flames shooting into the night sky. Residents scrambled to evacuate as thick smoke filled the stairwells, making escape nearly impossible. Firefighters rushed to the scene, using cranes to rescue trapped families from upper floors. 现在是晚上11点50分，武汉湖北大学这里，这个天空是红色的。 The fire spread to a nearby shopping mall, forcing hundreds of shoppers and workers to flee in panic. Nchi ya hapa kwetu Afrika Kusini, South Africa, tarehe 25 mwezi wa 2 mwaka huu. The wildfire has burned for several days in the Newlands area, high in the mountainous slopes of the park, but strong gusting winds pushed it toward Cape Town's central business district overnight, fire and park officials said. Na kurejesha tena Marekani kwenye jimbo la Alabama tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu. Strong line of storms could potentially help firefighters battle several wildfires across the state. The Alabama Forestry Commission had their hands full this weekend with at least 96 reported wildfires. As of Saturday, they contained more than 40 of them. Crews continue working around the clock to contain the remaining fires, and they're hoping to remove restrictions across the state. Able to lift those advisories. We're going to do so as soon as possible because we understand the importance of burning. This is a
This is a right to burn state. We understand the importance of fire and the role that it plays in having and providing a healthy ecosystem, not for just us today, but for generations to come. And the department says they will consider issuing burn permits based on the weather this week. And we'll continue tracking these wildfires for you here at home and across the South. We'll bring you any updates on air and on the free WVTN 13. Acha nikuletee visa vichache vya matetemeko, maana mjumbe wa Mungu alitaja matetemeko yatafuatana hapa na pale. Naanza na nchi ya Marekani, California, tarehe 9 mwezi huu wa 3 mwaka huu. A magnitude 4.5 earthquake struck Southern California on Sunday, sending light tremors across Los Angeles County. The earthquake's epicenter was located roughly 7 miles southwest of Westlake Village, near Malibu, according to the United States Geological Survey. Earthquake. I feel it. Oh my God. Residents in Malibu, Thousand Oaks, Ventura County, Simi Valley, and Long Beach reported feeling the shaking. Na kupeleka katika nchi ya Peru tarehe 4 mwezi huu wa 3 mwaka huu. Lima, Peru, was rattled by a magnitude 5.5 earthquake, sending shockwaves through the bustling capital city. The quake struck unexpectedly, causing buildings to sway and residents to flee into the streets in panic. Ven para acá, mamá, ven para acá. Although the tremor was not as powerful as some of Peru's past quakes, its impact on the densely populated area was significant, leaving behind scenes of concern and uncertainty. Nchi ya Japani nayo haijaachwa nyuma. Tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu. Hayo ni baadhi ya matetemeko, sijakuletea yote kwenye hayo maeneo. The earthquake's epicenter was located off the coast of Fukushima Prefecture at a depth of 50 kilometers. Strong shaking was felt in multiple prefectures, including Miyagi, Iwate, and parts of Tokyo. The Japan Meteorological Agency issued an advisory warning residents of possible aftershocks. Na kuonyesha ya China tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka huu. 2 incredible earthquakes in the world, in California, USA and China. It is incredible how a magnitude 3.4 earthquake in the county, Chengde province,
Hunan province caused so much damage. It happened on March 8. Na kufukisha mpaka Korea tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu. And see if I can help rescue trapped people from the collapsed subway. A massive earthquake has struck Korea, leaving a trail of destruction and chaos in its wake. The quake, which measured a staggering 7.8 on the Richter scale, has caused widespread devastation, with the hardest hit area being the capital city. Emergency responders are facing unprecedented challenges as they rush to rescue those trapped beneath the rubble. Na kupeleka Indonesia ni kuonyeshe vile poromoko la ardhi lilifagia miji 70 homes tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu. The worst landslide occurred in West Java, where a collapsing mountainside engulfed more than 70 homes. Emergency responders worked tirelessly to evacuate residents before the unstable ground shifted further. In Sumatra, another landslide buried a farming village under thick layers of mud and debris. Authorities confirmed that more than 300 families were displaced as their homes were destroyed. Uchina tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka huu. The most catastrophic landslide occurred in Sichuan province, where an entire hillside collapsed onto a remote village. Rescue teams arrived swiftly, evacuating residents before further land movement occurred. In Guizhou province, another massive landslide engulfed over 50 homes, leaving hundreds displaced. Nchi ya Brazil nayo ilisombwa karibu mji wote tarehe 28 mwezi wa 2 mwaka huu.
A devastating environmental disaster is unfolding in Brazil. In the town of Boritikupu, located in the northeastern Amazon region, a massive sinkhole is slowly but surely devouring the land. What was once a quiet community is now under constant threat, as homes, roads, and schools are disappearing into the ground. Ona vile upepo umeharibu katika eneo la Samoa tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka huu. Na Spain nayo tarehe 8 mwezi huu wa 3 mwaka huu wa 2025. On March 8, 2025, a destructive tornado touched down in La Algaba, Seville, Spain. The tornado was recorded from Alcalá del Río as it moved toward Torre de la Reina, leaving a significant impact in its path. yo tengo guardado. Ona kimbunga kingine kinaitwa Alfred. Vile ambavyo kimeharibu nchi ya Queensland tarehe 7 mwezi wa 2 mwaka huu wa 2025. Residents impacted told they may be without power for more than a week, doing their bit while waiting for assistance from emergency crews. Last night, heard a crack. I thought it might have been my roof, so I was panicking, but thankfully it was the tree. So I just come out and just moving it now. Winds up to 100 kilometres per hour smashed this part of the Gold Coast last night, bringing down massive trees like this one and damaging properties. But wind gusts are expected to reach up to 155 kilometres per hour as Alfred reaches the coast. Na kupeleka Ufaransa, uone vile nayo imeharibiwa na upepo tarehe 28 mwezi wa 2. Réunion, France, February 28, 2025. Cyclone Garance is here. Réunion is experiencing a significant deteriorating in weather conditions, mainly in a large northern sector, the rifle zones of the cyclone's eyewall. Tena mwaka huu, Mungu anayepanga majira na nyakati, amepanga tena kuweko na onyo angani mwetu. Kutatokea na giza tena mwezi huu, ambalo litakamata Marekani na maeneo mengine hata Europe. Kutakuwa na eclipse ya mwezi tarehe 14 mwezi huu wa 3. Na tena kutakuwa na eclipse ya jua, yani kupatwa kwa jua tarehe 29 ya mwezi huu. Haya ni mambo ambayo sio ya kisayansi tu,
bali Mungu anayepanga majira na nyakati amelifanya hili lirudiwe tena, vile ambavyo lilitokea mwaka jana mara 2, tena mwaka huu linatokezea mara 2, ili watu wa Mungu wanaojua majira na nyakati waweze kupata maonyo kamili. Neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo 14 na mstari wa 12 linasema ya kwamba hapa, wakati huu, now, here and now, hapa ndipo penye supira ya watakatifu, wale ambao ni watakatifu. Hapa ndipo walipo wenye imani ya Yesu, watunzao imani ya Yesu. Hapa ndipo walipo wanaotunza amri za Mungu. Ni watakatifu, wanatunza amri za Mungu na wana imani ya Yesu. Hii imani ya Yesu ndio itakuwezesha kuvuka kwenye hiki kipindi kigumu mpaka Yesu arudi. Je, Yesu anapotafuta wenye imani ya Yesu miongoni mwa Wasabato, utakuwepo? Je, hii imani ya Yesu, hii imani akiitafuta kwako, itaonekana kwako? Ni swali ambalo inakupiti ujiulize ya kwamba, je, Yesu anapopita na muhuri miongoni mwa Wasabato ili kuwatia muhuri, je, atakupata ukiwa mtakatifu? Je, atakupata ukiwa unatunza amri zote za Mungu bila kufunja hata moja? Je, atakupata ukiwa na imani ya Yesu? Je, ataiona imani